Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Ninachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko. Kubwa zaidi ni kwamba ukombozi wa eneo la Petrovskogo inayojulikana kama Orekhov nchini Ukraine katika Jamhuri ya Watu Donetsk unaashiria hatua kubwa katika eneo la Dnipropetrovsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema baada ya kushinda upinzani wa adui katika eneo hilo, vitengo kutoka vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimefikia nafasi ya kufanya kazi kwa kuanzisha ngome mpya kwenye mpaka wa eneo la Dnipropetrovsk. Ukombozi wa Petrovskogo unaashiria hatua kubwa, kwani unafungua njia zaidi katika mwelekeo huu, wizara ilisema. Hapo awali Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti ukombozi wa Petrovskogo katika eneo la Donetsk People's Republic. Vile siku moja walinzi wa anga wamedungua ndege 147 za Ukraine katika maeneo 10 ya Urusi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Hiyo ilikuwa ni katika maeneo ya Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronezh, Tver, Lipetsk, Tajiko na wilaya ya Oryol. Hayo yakiendelea, nikwambie wanajeshi wa Urusi wamevunja ulinzi wa jeshi la Ukraine ulioimarishwa na wasafu nyingi karibu na makazi ya Verkhovnenskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema Jumanne, pamoja na mashambulizi makubwa vikosi vya wanajeshi wa Urusi na shambulio la askari, jeshi limevunja ulinzi wa adui wenye ngome na safu nyingi kaskazini mwa makazi ya Verkhovnenskoye. Marochko alisema mnamo Juni 11 kwamba vikosi vya Urusi viliboresha msimamo wao karibu na eneo hilo na kusonga mbele. Vile raia kadhaa wameuawa na 10 wamejeruhiwa kutokana na shambulio la makombora la Ukraine huko Donetsk. Shambulio hilo lililenga wilaya ya kijijini Lenigradskaya, moja ya mashambulizi ambayo yameharibu pia jengo la ghorofa. Hayo yakiendelea, vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimedungua ndege 21 za Ukraine zisizokuwa na rubani katika eneo la Kursk, vyombo vya habari vya serikali ya mkoa vimeripoti Jumanne. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ndege zisizo na rubani 147 za Ukraine zilidunguliwa katika maeneo ya Urusi usiku kucha. Vile shambulio la bomu la Urusi la FAB limeharibu kikosi cha jeshi la Ukraine na waendeshaji wa kitengo hicho. Hiyo ni katika Jamhuri ya Watu Donetsk, chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema Jumanne. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 17 katika mpaka mkoa Belgorod wa Urusi kwa zaidi ya ndege 140 zisizo na rubani na silaha 83 kwenye muda wa saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anasema. Hata hivyo, Urusi wamejinasibu kwamba hakuna madhara yoyote yaliyoweza kuwapata. Hayo yakiendelea, hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba gala la ndege zisizokuwa na rubani huko Kyiv limeshambuliwa na vikosi vya Urusi, chombo cha habari cha Ukraine Stana kinaripoti. Walakini Kyiv haijathibitisha rasmi mashambulizi ya Urusi kwenye eneo hilo la drone. Hayo yakiendelea, magala kuhifadhia risasi katika viunga vya mji wa Kyiv yamekumbwa na milipuko usiku na ufyatuaji wa risasi uliendelea hadi asubuhi, gazeti la Ukraine Strana linaandika. Gazeti hilo lilimnukuu mwanajeshi wa Ukraine Stanislav Bunyatov akisema kuwa risasi hizo zilirundikwa karibu na Kyiv licha uhaba mbaya wa vifaa vya kivita. Kulingana naye, hifadhi hizo zililipuka na zilikuwa zikilipuliwa hadi asubuhi. Meya wa Kyiv Vital Klitschko pia alisema kulikuwa na mashambulizi usiku katika magala kwenye wilaya ya Shavatonishskaya ya mji mkuu. Vile Moscow inaishukuru Jakarta kwa msimamo wake wenye uwiano kuhusu mzozo wa Ukraine na kwa kuelewa ubatili wa majaribio ya Kyiv ya kuleta swala hilo mbele ya ajenda ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema kufuatia mazungumzo na mwenzake wa Indonesia Sugiono. Anasema, niliwashukuru marafiki zetu kwa msimamo wao wenye uwiano juu ya mzozo wa Ukraine na kwa kuelewa hali na kutambua ubatili wa kujaribu kufanya swala la Ukraine kuwa kipaumbele katika mashirika na miundo yote ya kimataifa. Lavrov alibainisha kuwa msimamo wa Moscow kuhusu mzozo wa Ukraine bado hujabadilika. Waziri huyo mambo ya nje alikariri kuwa Urusi ililazimika kuanza operesheni yake maalum ya kijeshi kufuatia sera zaidi ya muongo mmoja wa nchi za Magharibi kuelekeza Ukraine kujiunga na NATO. Pia alisema kwamba baada ya mapinduzi ya Februari 2014, serikali ya Ukraine
ilianza kuangamiza kila kitu Kirusi, ikiwa ni pamoja na elimu, habari na utamaduni. Hayo yakiendelea, takriban watu 15 wameweza kuuawa nchini Ukraine usiku wa kuamkia Jumanne kutokana na mashambulizi ya makombora na drone yaliyofanywa na Urusi. Maafisa wa Kyiv wanasema watu wengine 99 wamejeruhiwa katika mji mkuu pekee. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameyalaani mashambulizi ya Urusi na kuyataja kuwa ya kutisha zaidi dhidi ya mji mkuu wa Kyiv. Amefafanua kuwa katika mashambulizi hayo Urusi ilirusha zaidi ya droni 440 na makombora 32. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.